Ili kukomesha tabia baadhi ya wazazi na walezi kuwapeleka watoto kujiunga na kidato cha kwanza na miezi mitatu baadaye kuacha shule, sasa wazazi watalazimika kujaza fomu maalum ya makubaliano mtoto ili aweze kuhitimu kidato cha 4. Kupitia kikao kazi cha walimu na viongozi wa utawala kutoka kata Iwawa wilayani Makete mkoani Njombe, wamesema watoto wengi wa kata hiyo wamekuwa wakiacha shule miezi mitatu baada ya kujiunga na kidato cha kwanza, huku wengine wakienda kufanya kazi ndani na wengine kufanya ujasiriamali. Baada ya majadiliano yaliyodumu zaidi ya saa 3, walimu pamoja na viongozi wa utawala wa kata hiyo wakatoka na maazimio 13 ili kuhakikisha shule zinapata ufaulu wa wastani wa A na B na kuhakikisha wanafunzi hawa wanamaliza elimu ya sekondari. Kuweka mikataba na wazazi wenye watoto hasa kwenye madarasa ya mitihani. Azimio la 3, viongozi wa kata kufanya mikutano na wazazi pamoja na wanafunzi ili kuendelea kukemea utoro na kuchochea ufaulu. Maazimio ya 4, kuweka kambi ya wanafunzi hasa madarasa ya mitihani. Maazimio ya 5, kukamatwa kwa wazazi wote watakaovunja mkataba kwa makusudi. Azimio la 6, kufanya mitihani mara kwa mara ili kuwajengea wanafunzi uzoefu wa mitihani. Azimio la 7, kufuta ufaulu wa E na D na kubakiwa na ufaulu wa A, B na C. Lakini kwa shule ya Maleus ni kufuta ufaulu wa C, kubakiwa na A na B pamoja na shule ya msingi Makete. Wao walishatoka kule kwenye D na C walishatoka. Sasa wanaenda kwenye D. Kichwani. Na hii kwa kweli imenipa faraja kubwa sana. Watu wana mpango, alafu mbali zaidi wamechapa kuonyesha kwamba wanachokifanya kiko sahihi. Kwa hiyo niwapongeze sana wakuu wa shule mkishirikiana na wenye viti wenu wa bodi kwa kufanya hii kazi. Na hii imenipa kwamba kumbe hiki kitu tunachotaka kukifanya kinatija. Baada ya kuwashukuru, mimi niseme tumejadiliana mambo mengi sana. Kilichobaki kwetu sisi ni utekelezaji. Na twende kutekeleza kwa ushirikiano. Tunajifunza vitu vingi. Mimi ni waombe wakuu wa shule, pamoja kwamba nyinyi ni wataalamu na walimu, lakini hawa wenye viti wenu wa kamati za shule ni muhimu mkashirikiana nao. Na wao unakuta mwenyekiti wa shule amekuja kutoa changamoto kwenye kikao, ina maana na yeye hakuonyeshwa ule muhtasari mapema. Kama alionyeshwa basi alipitiwa. Tukishirikiana nafikiri tunaweza tukatembea pamoja. Na mikakati yetu hii tuliyoiweka leo, sababu mimi naamini tunaweka kwa ajili ya kuwasaidia watoto. Isije ikawa sasa ni njia ya kufanya watoto wengine wasisajiliwe kwenda darasa la mtihani. Hili naliomba afisa elimu kata. Isije katokea sasa ikawa njia ya mtoto darasa la 6, ukiona sasa huyu kwa sababu ataenda kuferisha mikakati tuliyoiweka, unamtoa abaki darasa la 6 ili wengine waende. Na ikigundulika hilo, mimi niseme walimu kwa kweli hapo mtakuwa mtendee haki na watendee haki watoto wao. Kwa sababu tunapoenda mwalimu anaweza kutumia hicho kivuli kwamba asiwasajili watoto wale ambao ana mashaka nao. Kwamba mimi na mashaka na hao watoto wawili wakienda darasa la 7 wanaweza wakapata D. Ukaamua kutumia hiki kivuli kuacha. Na kwa kweli ni kuombe afisa elimu kata, hilo lifuatiliwe. Tuwe na rekodi nzuri tu ya wanafunzi wa kila darasa. Ili tunapoenda kuangalia darasa la 7, wewe tuambie kwa nini darasa la 6 walikuwa 100, alafu darasa la 7 wako 95. Sio tukawa tunaweka mikakati, kumbe tunaweka na mikakati ya kuwaumiza wazazi kwamba mtoto wake aendelee kusoma, wakati sisi mikakati yetu ni kuhakikisha tunashirikiana ili tuweze kufanya kazi vizuri.